wa Vision Media TZ, karibu sana katika mwendelezo wa habari na matukio kemkem yanayozidi kujiri hapo ulimwenguni katika siasa, uchumi, jamii, michezo na kadhalika. Leo tupo katika ofisi za mwenezi, atakwenda kujitambulisha hapa. Ni Comrade John Zwalile, katibu mwenezi wa Chama cha Mapinduzi mkoa wa Manyara. Tunakwenda naye kupiga naye story 2-3 kuhusiana na mambo ya siasa na nchi kwa ujumla. Karibu sana Comrade. Asante sana na shukuru sana. Kwa jina naitwa Comrade John Tobias Zwalile. Mimi ni katibu wa siasa, uenezi na mafunzo wa Chama cha Mapinduzi mkoa wa Manyara, aka msemaji wa chama. Mwenezi, tuanzie hapa. Hivi karibuni tumesikia makamu mwenyekiti wa Chama cha Demokrasia na Maendeleo Chadema amezungumza kwamba alifanya press na waandishi, akazungumza kwamba tunataka serikali ya mseto iongozwe sio na nini. Ili kwa upande wako kwa ufupi unaweza kulizungumzia? Kwanza nipende kusema kwamba lazima sasa tuanze kufahamu kwamba vyama hivi vya upinzani vimeanza kubadilika. Chama hiki ambacho kilikuwa kinaitwa chama kikuu cha upinzani kimefanya siasa kwa zaidi ya miaka 20 kuelekea 25-30 bila mafanikio makubwa, na sasa hivi kimejigeuza, kimeanza kuwa kikundi au shirika au NGO inayofanya kazi kwa niaba au kwa maelekezo ya wafadhili wao. Na hii imejidhihirisha wazi. Kauli zilizokuwa zikisemwa mwanzo na watu wanaojiita waandamanaji, wafanya vurugu, ndio hizo zimekuja kuzungumzwa na makamu mwenyekiti wa Chama cha Demokrasia na Maendeleo. Na Mungu sio Asmani, amewaumbua, kwa sababu imebidi walopoke moja kwa moja kwamba sasa tunataka serikali ya mseto ambayo itasimamiwa na Umoja wa Mataifa, itasimamiwa na Jumuiya ya Ulaya na taasisi zingine. Nchi hii ni nchi huru. Watu watakiwa wajue kwamba nchi hii ni nchi huru, na nchi hii ilikombolewa kutoka kwa wakoloni tukapata uhuru. Na baada ya kupata uhuru, nchi hii ikatengeneza serikali yake. Na nchi huru namaanisha kwamba is a sovereign state, taifa huru. Na taifa huru maana yake ni taifa ambalo haliwezi kuingiliwa na taifa jingine wala na kikundi kingine. Sasa leo John Heche kwanza ameonyesha ujinga wake hadharani, kwa sababu ukifuatilia kanuni za Umoja wa Mataifa, kwa mfano, mimi bahati nzuri nimefanya kazi Umoja wa Mataifa, tena nikiwa katika level ya management, level kubwa tu. Nilikuwa mkuu wa ofisi za Umoja wa Mataifa kanda ya Ziwa kwa muda mrefu. Umoja wa Mataifa hauna mamlaka, kwa mujibu wa katiba ya Umoja wa Mataifa, haina mamlaka ya kuingilia taifa huru. Wanatoa misaada, wanafanya project mbalimbali, lakini hawawezi kuingilia sovereignty ya nchi ambayo, yani ule uhuru wa nchi huru iliyopo kwa mujibu wa katiba ya nchi hiyo. Na natakiwa ajue tu kwamba Umoja wa Mataifa is a membership organization. Sisi ni wajumbe, tuseme ni wajumbe katika Umoja wa Mataifa, na tunachangia katika Umoja wa Mataifa. Sasa hawa kina Heche, mimi nadhani ama kwa makusudi ama wanajua, anataka kuongea maneno yaonekane amefanya plesi, akiwa atafute kesi labda ya uhaini, afungwe. Na mimi nishauri serikali tumwache, tupambane naye kwa maneno. Anachoongea ni kitu ambacho hakipo, hakijawahi kuwepo na hakitakuwepo. Asikamatwe, asifunguliwe kesi yoyote ili misheni yake ifeli. Kwa sababu anatafuta sasa popularity, wafanye makosa ya jinai, wafanye makosa ya kihaini, wafanye makosa yaliyo dhahiri kabisa, wakamatwe ili waongeze umaarufu. Nchi hii inajitambua, na sasa hivi tumeamua Watanzania kuchagua amani. Tumeamua kuchagua amani na tumeamua kuchagua kuilinda nchi yetu. Wamekuwa wakitukana viongozi kwenye vyombo vya habari, wakitumia vyombo vya habari vya nje. Yani wao mlengo wao ni kutumia watu wa nje waje watuingilie mambo yetu ya ndani. Na sisi tumesema sasa tuko tayari, tutawajibu, iwe kwenye mitandao, tutawajibu, iwe kwenye vyombo vya habari. Tutaitetea nchi yetu na tutatetea viongozi wetu. Na kingine ambacho kwa kweli viongozi hawa vyama vya upinzani wanakosea sana, wanaharibu taswira ya nchi yetu. Taswira ya nchi yetu ndio uchumi wetu. Sisi kama Watanzania tumeinvest sana. Rais Samia ameinvest kwenye ile filamu ya Royal Tour, kautangaza utalii. Leo watu wanataka kutanish
ile image ya nchi yetu ionekane Tanzania kuna vurugu, Tanzania mazingira sio mazuri, watalii wapungue. Manake watu hawa kwa namna moja au nyingine wameingia kwenye biashara ya kuharibu uchumi wa nchi yetu, na sisi hatutakubali sehemu yote. Na niombe wa Tanzania sehemu yote tuendelee kuiongelea mazuri ya nchi yetu, na nashukuru hao Umoja wa Mataifa ambao Heche anawaomba. Juzi Katibu Mkuu wa Umoja wa Mataifa yule Guterres ametamka hadharani kwamba Tanzania ni kisiwa cha amani na ndio beacon ya kisiwa ya amani kwa Afrika na kwa dunia. Yaani bado tunayo sifa yetu ambayo tunatakiwa tuitunze kwa muda na tuitunze kwa wivu mkubwa sana. Mwenezi, tumeshuhudia yalotokea Oktoba 29. Si mazuri. Na Disemba 9 walikuwa wanasema wana vuguvugu la maandamano, lakini hakutokea chochote. Tunashukuru. Labda tafsiri ya ile Oktoba 29, wale watu walikuwa ni wa aina gani? Ni mipango ilipangwa, ilisukwa na watu fulani? Kwa sababu tulisikia kuna watu wengine wametoka nje. Hili likoje kwa upande wako? Na mimi niseme tu kwamba kwanza kabisa ni shukuru serikali kwa kurespond inapotokea changamoto kama ile emergency. Ile ni emergency operation, inatakiwa izuiliwe kwa nguvu hizo za emergency, na tunashukuru serikali na kuweka mazingira mazuri ya tarehe zilizofuata, kwamba na rais alisema kwamba wapange tarehe 9, tarehe ngapi, muda wote. Sasa serikali iko macho. Kilichofanyika haikuwa maandamano. Maandamano tafsiri ya maandamano, maana yake halisi ya maandamano ni kwamba ni maandamano yanakuwa na sifa ya ruti, yana njia rasmi na njia inalindwa na waandamanaji wanalindwa. Waandamanaji wanatakiwa wanakuwa na ujumbe. Waandamanaji wanatakiwa wajue destination yao wapi, kwamba tunaandamana kutoka hapa, tutapita njia hii, tunakwenda kwa mkuu wa mkoa, tunakwenda kueleza kero zetu. Kilichofanyika kwanza ilikuwa ni uhujumu wa amani na uhuru wa Tanzania. Yaani watu wanaamka wanakwenda kuziba barabara na mawe. Manake uhuru wa watu wa kusafiri, uhuru wa kutembea, uhuru wa kwenda kuabudu ulishikiliwa na baadhi ya watu. Lakini wanakwenda kuchoma biashara za watu. Lakini wanakwenda kuharibu miundombinu ya serikali. Yaani kilichofanyika isingekuwa busara ya viongozi wetu. Kilichofanyika ilikuwa ni ugaidi, kilichofanyika ilikuwa ni jaribio la mapinduzi yaliyofeli. Na hili jaribio limepangwa kwa muda mrefu. Kuna watu tunazo taarifa sisi, kwa mfano mkoa wa Manyara. Kuna watu wamehamia hapa, wako wengine hapa ni Wakenya wamehamia na miezi 2-3 wako hapa. Na wengi wamekutwa na vifaa, maski zile, wamekutwa wengine wana mafuta ya kuzuia mabomu ya machozi, manake ilikuwa ni planned activity. Na ndio maana nasema mimi navishukia vyama vya siasa kama Chadema. Maneno yaliokuwa yanaongelewa na wale wanaojiita waandamanaji wafanya vurugu, leo ndio yanaongelewa sasa na viongozi wa Chadema. Ni kwamba nyuma yake kulikuwa kuna kikundi cha watu wanataka kujaribu kupindua nchi, wanataka kujaribu kuharibu uchumi ili kusudi mambo yasiende, waonekane wao ni miamba. Wameshindwa na wamelegea. Na mimi niseme dawa yao wale sasa hivi ni kuwashughulikia. Watoto wa mjini wanasema ni kwenda nao ulalo mwendo wa ngiri. Hakuna haja ya kuwachekea tena watu kama hawa ambao wanataka kuchezea amani ya nchi yetu. Na nitoe wito kwa Watanzania katika mitaa yetu, kwa sababu maisha yanaanzia kwenye mitaa yetu. Tukigundua kwenye mitaa yetu tunao watu wanaishi hatuwaelewi wametoka wapi, Kiswahili chao hakieleweki, tutoe taarifa mapema, watu hao wafuatiliwe, wajulikane wametoka wapi, wanafanya nini katika nchi yetu. Kwa sababu Tanzania ndio nchi pekee ilikuwa mtu yote anakuja kwa kisingizio cha kununua mbaazi, kisingizio cha kununua mchele, kumbe huyo mtu tayari ni gaidi, kumbe huyo mtu tayari amekuja kwa mambo yake ambayo sio mazuri kwa usalama wa nchi yetu. Kwa hiyo Watanzania wote tuwe macho, kuanzia katika ngazi za familia, ngazi za mtaa, kata, wilaya na kitaifa. Tujue ni nani ameingia kwenye nchi yetu na anafanya shughuli gani. Na nishukuru vyombo vya ulinzi na usalama, sasa hivi ukiwa unakwenda Dodoma, unakwenda wapi, wamesisitiza watu watembee na vitambulisho vyao. Ukaguzi wa mara kwa mara kwenye magari, kwenye basi, na hilo ni jambo jema na ambalo kwa kweli tumechelewa kulifanya. Itakiwa tufanye hivyo muda mrefu sana, ila kwa sababu wamelazimisha tufike huko, wacha tuende namna hiyo ili kusudi sasa tutambuane.